الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ama baad, naendelea na tafsiri ya surat Maryam. Ilikuwa tumesimama katika aya 70 ili tuunganishe hapa katika aya ya 65 mpaka 69. Allah subhanahu wa ta'ala anatutajia kwamba yeye ndiyo Mola aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyokuwemo baina mbingu na ardhi, na kwa hivyo alipokuwa akimwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefa'budhu, na hii ina maana kwamba tunaambiwa sote, ikiwa ndio Mola na mwenye kuvitazama na kuviendesha vyote vilivyomo mbinguni na ardhini na mabaina samawati wal ardhi pia. Kwa hivyo anayetupa kila kitu, wajibu wetu sisi tutekeleze anachoamrisha, amri yake fa'budhu, ikiwa ni Rabbus samawati wal ardhi wa mabainahuma. Kwa hivyo anatuamrisha sisi ile anachotaka. Ikiwa katumbia kila kitu, anatupa maisha, anatupa riziki, anatupa neema zote na rehema zake, kwa fadhila zake na rehema zake. Kwa hivyo sharti yake fa'budhu wastabir liibadati, mjitahid kwa subra katika kumwabudu, kudumu kule kuabudu kwenu daima kwa jitihada kubwa na imani na khushu na unyenyekevu. Sasa hivi ikiwa yeye anatuamrisha hivyo, na mara nyingi uslubu atumia kwamba ni yeye Rabbu, yeye huwa Rabbu, kwa hivyo fa'budu huwa. Yani huo ndio uslubu Mwenyezi Mungu anatumia, mara anatumia kwamba mimi, mara anatumia ni yeye, ili mumjue yeye ni nani. Kama ilivyokuja katika alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, sema ni wewe tunayekuabudu, wa iyyaka nasta'in, nategemea kwako wewe msaada wote. Lakini alafu kasema nini mwanzo? Kwa alhamdulillah, yeye huwa alhamdulillah, huwa Allah rabbul alamin, huwa arrahman, huwa arrahim, huwa maliki yawmiddin. Ilikuwa iwe ni iyahu, alhamdulillah huwa, wa iyahu huwa, iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. La, anataka istihdhar rabbak baada ma ariftu yani umshajua الصفات, baada kushakumjua yeye Mwenyezi Mungu alhamdulillah huwa rabbul alamin, huwa arrahman arrahim. Istihdharu amamak, mbele yako, namhudhurisha mbele yako. Sasa tumshakujua, kwa hivyo sasa nakuomba direct iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mfumo mmoja kaanza kwa dhamir, kwa ghaib, akakuleta kwa mutakallim wal mukhatab. Hapa kaanza kwa yeye nini, huwa al-ghaib, huwa rabbus samawati wal ardhi wa ma bainahuma fa'budhu huwa. Hajasema fa'budni kama sura inayofuatia katika Taha, fa'budni wa aqimis salata li dhikri innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Huu ndio mfumo wa Mwenyezi Mungu anapenda kutumia. Mara anasema kwamba ni mimi msemaji, kwa hivyo na wewe nakupa amri mukhatab second person, kwamba usikilize. Na wakati mwingine anatumia kwamba ni, lakini unapokuja katika tauhid, huwa rabbus samawati wal ardhi, katika kuumba kuonesha nguvu zake, utukufu wake, uwezo wake, kudra yake, anakuambia ni nahnu fa'bud. Lakini unapokuja katika ibada fa'budhu, sio fa'budhum, yani moja. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. kwa hivyo fa'budhu wastabir liibadati, hal ta'lamu lahu samia. Alafu akasema Mwenyezi Mungu katika sisi tunapita mbio hapa, lakini binadamu anavyosema hivyo, mimi kishakufa hivyo nitatolewa tena ni hai chini wakati wa makaburi ilikushazikwa. Lakini Mwenyezi Mungu anajibu basi hakumbuki binadamu, wala yazkur insan, hakumbuki kwamba sisi tumemuumba kabla hapo, wakati kule hakuna chochote, min qabl wa lam yakun shay'a, hakuwa la yeye wala chochote kule, hakuna. Kana Allah wala yakun ay shay, alikuwa Allah wala hakuna chochote, akaanza kuumba vitu vilivyoumba, na miongoni mwa vitu vilivyoumba kursi yake na arshi yake na kila kitu. طيب ikiwa arshi Allah kama unavyosema ala al-arshi istawa, kwamba amekaa. طيب na kabla hajaumba kitu,
wakana arshu ala alma kwanza pia baada kushakukiumba. Kwa hivyo subhanahu wa ta'ala tusiingie sana katika masala Mwenyezi Mungu tukufu wake vipi, ujue adhamatu, ujue kudratu basi. Kwa hivyo unaposema kwamba yeye katuumba wala yaku shay'a, hakuwa na chochote min al-adam, ametuumba na kwa hivyo akatufisha na atatufufua tena. Iadat khalqi hadha al-insan ahwan, kwa sababu hizi za binadamu ni wepesi zaidi kurejesha kitu kuliko kukianzisha, lakini Mwenyezi Mungu kwake hakuna ahwan wala huwa hayyun alayya, huwa alayya hayyin, kama haya yanasema kwangu mimi jepesi, la kwa Mwenyezi Mungu kila kitu kun fayakun. Kwa hivyo hapa aliposema kwamba binadamu kama atafikiri vipi namna gani tulivyoumbwa mwanzo wakati hakuwepo chochote, basi na hapa zama napo hapa Mwenyezi Mungu ili tuunganishe na aya yetu, awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a fa rabbika Muhammad. Na hapa kwa jina la Mola wako mlezi, fa rabbika lanahshurannahum washayatin, wakaina ushaitani wao, kwa sababu mshababaishwa na shetani, fa lanahshurannahum yasema nini, lanahshurannahum washayatina, tutafufua tutakusanya hao na mashetani, ikisha thumma lanuhdhirannahum hawla jahannam, kisha tutawahudhurisha pembezoni mwa jahannam, eneo la jahannam. Hawla yani about, around, kote kule, yani watakuwa karibu na jahannam. Hawla jahannam, watakaa tena wakiwa dhalilifu jithia, wakipiga magoti. Najua zamani Shekasa anambia watu wa zamani wakipigwa fatiki, wakipewa haya piga magoti hapo, anaenda kwa magoti sasa. Sasa hivi kitazama binadamu sisi tunatumia hii. Sasa ukenda katika maana mbio unakuta kwamba jithia kwa udhalilifu kabisa, jithia. Kwa hivyo hapa thumma nini tena bado ya Rabb, thumma ikisha lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya. Tumesema kisha baada ya kushakusanya lanahshurannahum, yani kwa kusanya wote. Sasa kisha tunavuta kwa nguvu, hataki kutoka, njoo naz'a. Yani tumeeleza sisi jana naz'a maana kina kabla tumeeleza kwamba naz'a ni maana kutoa kitu kwa nguvu, kitu kilichoshika kimekamata kwa nguvu au hakitaki kutoka. Ndio kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala alipopiga mfano katika sura Al-Imran akasema sema qulillahu malikal mulk, yeye ndio mwenye kumiliki ufalme wote. Qulillahu malikal mulk yu'ti al-mulka man yasha, ita kumpa mtu. Tayeb yu'ti ويأخذ منه, أنا chukua kwake, la anapewa falme, hataki kuondoka kwenye kiti, ataweka kila nini njia za kujihami na kujihifadhi na wadui wote atakaopambana nao. Kwa hivyo akasema yote nuru kama yashao wayanzi naz'i kwa nguvu, maana hakuna itakutoka ila naz'i, kama tulivyochukuliwa la nanzi thumma la nanzi'anna min kulli shi'atin naz'i, utakutoka kwa nguvu utatoka. Kwa hivyo nini, wa yanzi'u al-mulka mimman yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, na kila kitu akiwa anamng'anya ufalme, akiwa anampa ufalme, anze kullu biyadika alkhair. Sema biyadika alkhair, khair yote iko kwako. Unapomnyang'anya mtu ufalme wake, basi hiyo ni khairi kwake, kwa sababu unajua hikma ya kumnyang'anya yule. Kila kitu kwa Mwenyezi Mungu yadika khair, na ala kulli shay'in qadir. Kwa hivyo hakiji kwetu kwa Mwenyezi Mungu ila khair tupu, mikononi mwake huja khair tupu. Na kwa hivyo hii ni khairi kwa waumini waliotii wakatekeleza, wastabir li ibadati, wakafuata maamrisho haya, pale ataiona khairi yake, kwamba wale wanapotolewa katika maadui wakubwa zao, mabosi wao wakatolewa, halafu wao ndo wakapata adhabu kwanza, inapitikia nini wale waliokuwa wafuasi wale madhaifu wale? Kwa nini wasichukuliwe wao
hoja au laha silia, kwamba wao ndio kutiwa kwenye moto kuonja adhabu ya motoni, haija wao, kwa sababu wao muqallid dhaifu, mwenye kufuata tu, mwenye kuiga, mwenye kufuata, mwenye kutekeleza. Lakini hasa sababu ni wale walikuwa wakiwa control. Alwailu liman dhalla wa adalla, aliyepotea akawapoteza watu. Imekuwa si yeye tu, na watu wote wamewapoteza. Grupu kubwa la watu wamewapoteza kwa kutia katika ushirikina, kama Mwenyezi Mungu anasema katika sura Baqara, fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Wale watu ambao walioandika kwa mikono yao maneno yao wenyewe na kuuzia watu na kuwafahamisha watu, yani wamenunua kwa pesa kidogo kabisa, kwa mali ndogo, thamani ndogo kabisa, thamani qalila, thamani ya starehe za ulimwengu. Basi watakiona chao kwa wale walioandika, na wale waliochuma watakiona chao. Sasa wale ndio wenye kuwa control watu, wenye kufuata tu, wasijua kitu, hii ndio haki, hii ndio sahihi, wakafuata. Sasa nani alikuwa mbaya zaidi? Liman dhalla wa adalla, aliyepotea akapoteza. Yule aliyepotea peke yake ni peke yake, lakini yule aliyepoteza ndio hao watakaotolewa naz'i, watavutwa. Nanzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya. Alikuwa ndo mbabe zaidi, ndo jeuri zaidi, ndo dhalim zaidi, ndo mpotofu wa kuwapoteza watu zaidi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anamjua kila mmoja. Thumma ikisha usisahau kwamba la nahnu a'lamu billadhina hum awla biha siliya, tunamjua nani wa kutiwa mwanzo anayestahiki zaidi kwenda katika kuonja silia, moto wa jahannam. Silia tumesema yasla naran dhata lahab, sayasla naran dhata lahab, wa yaslawna sa'ira khudhuhu faghulluhu thumma jahima salluhu wasayasla sa'ira. Lakini hili neno yasla salia na yakuna yastali, tuposoma katika nini, katika surati Naml au surati Qasas, tunaona aya katika surati Naml, laali Musa anasema nini, anaambia ahli yake, anaambia nini, ngoja niende moto ule nimeona kule juu, laali atikum minha bi khabarin. La, katika surati Naml imesema laali atikum bishihabin qabas, nikuleteni kijinga chenye kuwaka moto, mtapata kuona njia. Lakini kwa ile baridi, dalili ya kuonesha hajataja baridi hapa, la'allakum tastalun, ili mpate kuota moto. Watu sio wanaota jua, wanakwenda basking in the sun, na kia hapo unakaa to warm yourself nini with firewood, na moto nini, kijinga cha moto umekaa. Majumba nchi za baridi wanawasha, kuna sehemu fulani hivi wanawasha kuni, wanakaa chini yake upate nini, upate joto, wanaota joto, wanaota nini hapo, kuota jua. Wanapokaa katika bichi wanakaa na matumbo wazi, hapa kuota joto katika nini, upata kwenye moto karibu, katika sehemu ambayo kuna wanajenga watu hema zao, wanakaa katika moto kidogo, wanawasha joto, linapata katika baridi kali ya usiku. Kwa hivyo hapa tastalun, sala yasla, hiyo maana nini, lakini yastali bi maana nini, kutaka, yatlubu an-nar, kwa ajili ya nini, litadfia, kwa ajili ya kupata joto. Kwa hivyo neno moja asli ya neno salia, yasla, sio salatu, bali yasla, yastalun. Na katika surati Qasas, la'alli atikum minha bi khabarin au jadhwatin min an-nar. Jadhwa pia nini, torch wanasema, torch au ndo ni kijinga cha moto, firewood, au jadhwatin min an-nar la'allakum tastalun. Kwa hivyo tukitoka hapa tunakwenda katika aya inayofuatia, inasema nini sasa?
وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نعم. وإن منكم إلا واردها. Unapoona aya kama hii, wa in minkum illa, bimaana ni hakuna yeyote katika nyie, hakuna yeyote ila isipokuwa wariduha. Alwurud nini manake? Ila hakuna yeyote isipokuwa wariduha, mwenye kuifikia. Ha dhamir yaudu ila madha? Kwa nini nikakusomea tokea juu? Kwa sababu ulipoanza fawarabbika, kwa Mola wako, lanahshurannahum washayatin thumma lanahdharannahum hawla nini? Jahannama, tutahudhurisha karibu na Jahannam jisia. Ikisha ayyuha arrahman thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha. Ha nini? Jahannam iliyotajwa juu, silia. Wa in minkum ila wariduha, haya nini hiyo? Ya moto Jahannam. Kwa hivyo hapa ukitizama ile ha inatumika dhamir biqasdi Jahannam iliyotajwa juu. Wa in minkum ila wariduha, ila waridu Jahannam. Watapita, watafikia. Unapozungumza kauli kufikia, bimaana urud, maana urud ina maana zaidi ya moja. Urud ina maana zaidi ya moja. Maana kwamba kufikia, kuna alosema asli urud, asli yake ni kwamba adhihab ila masdari alma, kwenda mpaka kwenye pahala penye kutoka maji. Na hiyo inaipata dalili wapi? Walamma warada maa Madyan, Nabii Musa katika Al-Qasas alokaja mmoja min aqsa Madina rajul, wajaa rajul min aqsa al-Madina yasa, anaambia ni inal mala ya'tamiruna alayk, jamaa wameshapiga meeting huko, mkutano wa haraka umefanywa, emergency nini, mkamateni Musa. Kamua mtu, mleteni tumuue. Mimi basi na kunasa, akakimbia mbio, kenda mpaka afika Madian. Sasa alipofika, walamma warada maa Madian wajada alayhi ummatan minan nas. Hapo sio warada yani kunywa, la, walipofikia tu ile maji bila kunywa, akakuta ummatan minan nas, kundi la watu, yasqun, wananyisha wanyama wao. Kidimbwi kile pale, maji yale pale, wote wanakuja kulisha wanyama wao. Lakini pia wajada min dunihim imraataini, amekuta ghairi hawa, akakuta wanawake wawili maskini wamekaa pembeni kule Tadhudan, wamekaa mbali nao, wamejitenga. Sasa hapa manake nini? Manake tunapokuta katika aya hii, wa in minkum illa wariduha, na ukisema walamma warada maa Madyan, alipofika kishakimbia, kuna Firaun. Alhamdulillah, sasa hivi hawanipati tena Firaun na askari wake. Anakwenda alipofika hapa katika maji ya Madyan, maarufu hapa Madyan, eneo hili Madyan, watu wa Madyan wanakunywa maji maarufu, ndio sehemu yao, maisha yote yako katika eneo lile. Wanapata kunywesha wanyama wao na wao kuchukua maji na nini. Na hawa wanawake wazuri wema hawa wawili, watoto wa rajulun salih, kama kisa kinakwenda kwamba nini, hal huwa Shuaib au si Shuaib, hii haina uhakika thabit, lakini kwamba alafu naye kaja kawasaidia na kachukua, wakaenda wakarudi mapema siku hiyo. Siku zote wanachelewa, unajua wanawake wanastahi, wanawake wa kheri, ndugu wawili. Kwa hivyo leo mbona mmerudi mapema watoto wangu? Mmeingia na wanaume ni leo? Kaja mtu mmoja akheri katusaidia, katuondoshia ile jiwe pale, tukapata nini, na sisi tukapata kuchota maji. Sasa kamleteni tumlipe. Malipo yake Musa kachukua mke na kakaa miaka 10. minani lakini fika wa inatmamtu 10 min indik, atmamtu
ukitizama miaka 10. Ndio hapa inaleta kwenye kisa cha katika sura al-Kahf, mambo matatu waliofanya Khidr, kwamba jambo moja kutoboa mashua jahazi ile ili nini lizame, na jambo la pili kumuua mtoto kwa amri ya Mwenyezi Mungu, sio kama ghulam fakana bao mu'minin fakhashina ayurhiqahuma, maogopa sija kawatesa waka katika ushirikina hapo, tukamuondoa ili abadilishwe mtoto mwingine. Na ukuta alipojenga, kwa nini uchukui pesa zako bwana? Na watu wameomba chakula wamekataa kutupa, istat'ama fa'abaw an yudhifuhuma, wamekataa kuwakaribisha, akajenga ukuta maskini. Kwa nini umefanya haya? Akaambia wewe ulipotoboa jahazi la watu kwa kuogopa kwamba wale watu watazama, hebu kumbuka wewe ulipotoa katika kisanduku tuna mtoto mchanga bado, katika amri ya Mwenyezi Mungu unafanya mchezo. Fa khifta alayhi fa alqi fi al-yam wa la takhaf wa la tahzani, mtie fi tabut, fa alqi fi al-yam, mtie fi tabut, alafu tabut mpeleka katika maji, tampeleka mpaka pahala pa kulelewa, atachukuliwa. Iko wewe umetoboa jahazi kwa kuogopea watu wazima wasina watu wajua kuogelea, watazama wewe, tazama mako la katika sanduku umekwenda. Au ikiwa wewe umeona yule mtoto kauliwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu ili abadilishiwe wale watu waheri wale kwa mtoto alikuwa mwema, wewe umempiga mtu nguvu fakaza Musa fakadhalimu mtu bure bure, halafu karudi wakala rabbi inni qataltu nafsan faghfir li رب إني ظلمت نفسي، آية 18 19 katika Qasas. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu, dhalamtu nafsi, lakini huyu hajadhulumu nafsi yake, amri min Allah akapewa huyu mtu, tumempa ilmu min ladunna, kutoka kwetu. Sasa ilmu kutoka kwetu Mwenyezi Mungu anavyosema maana yake nini? Maana yake hata mtume kapewa kingine alichopewa huyu min ladunna. Kwa hivyo akaambia wewe umeua mtu bure bure ukaomba maghfira, mimi nimeua kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Ama kuhusu kujenga ukuta, unataka lazima hata kutupata chakula bwana, tudai pesa kwa kujengea ukuta. Wewe unapokwenda Madian umepewa mke ukakaa nyumba miaka 10 bure umekaa, yaani kule kusukuma ni kwa kusaidia katika maji kuonyesha, basi umechukua faida yake. Kwamba nini umepata pale pa kukaa, ulikuwa ujue ndio wapi. Umepewa mke, umepewa nyumba, umepewa kila kitu. Baada ya kukaa tena ndio amri imekuja indirectly, ondoka sasa, rudi huko huko. Ndio akapita Vituri Sina, wakaona moto, akasema hebu nikatizame leo tutapata jadwa au shihabin qabas, jinga la moto yenye kuwaka, mtapata kukaa joto pale, pata moto na nini, kuota joto, na mkapata kuona njia ya kwenda mpaka mkafika Misri. Taib, hapa sasa tunakuja kwamba nini warada, bimaana nini kufikia, sio lazima kunywa. Na warada maana nyingine kuingia, warada inaita maana pia warada, wa in minkum illa wariduha. Anaposema hapa ikiwa tachukua maana ya asli kama ilivyokuja kwa warada Madian, basi sasa hakuna yote katika nyie ila mwenye kufikia huo moto, yaani kufika kwenye moto, kuingia inakuja baadaye. Sasa wakasema kwamba hii wariduha ni kupita katika miko, ila wariduha waridu sirat, kwa ajili ya kufikia kwenye pepo lazima through jahannam upite, na jahannam iko chini, sirat iko juu. Sirat yenyewe njia ilikuwa nini, adaqu min ash-sha'r, nyembamba zaidi kuliko unywele, wa hadd min as-sayf, na kali kabisa kuliko hata upanga, njia hiyo upite. Ndio akasema katika njia hiyo kama ilivyokuja katika hadithi kwamba kuna watu wanaopita murur ala sirat kalbarq, kama umeme, na kuna wanaopita karih, kama upepo, na kuna watu wanaopita ala aljawad kama almusri, jua kama jua farasi anakwenda mbio kabisa, na kuna wanaopita kama ala naqa, kama jua ngamia, na kuna wanaopita kwa miguu, na kuna wanaopita
kama sahab mawingu, na kuna anopita kwa kutambaa, kila mmoja hasaba amali, kwa mujibu wa amali zake. Na wale ambao sasa kufika kafaulu kwenda upande wa peponi, huja akaanguka wakaingia katika moto. Wa minkum illa waridwa, akiwa mu'min akiwa si mu'min, watu wote. Kwa nini? Kwa dalili thumma nunaji, kisha tunaokoa wale ambao. Kwa hivyo hapa kama anavyosema kwamba wakati unapita anaambia ya mu'min, pita haraka, inna nuraka tutfi'u nari, unazima moto wangu, pita haraka. Tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba tujalie nuru katika surati Tahrim, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim, nuru yao inakwenda haraka, iko mbele kuliani mwao na mbele. Yaqulun rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ewe Mola mlezi tutimizie nuru yetu na utughufirie, innaka ala kulli shay'in qadir. Kwa hivyo wanapokuwa na nuru kali hii, hata jahannam inasema ewe muumini pita haraka. Wa minkum ila wariduha, hakuna yote katika nyie ila atapita tu. Na jambo hili kana ala rabbika hatman maqdiya, hatman ishamuliwa. Hatma manake nini? Surely, certainly, lazima itimizwe tu aje. Shay'un sayaqa'u la mahala, itatokezea, hakuna njia yote ya kutoka. Binadamu hawezi kusema hatma. Hatma ni Mwenyezi Mungu tu. Almu'minu ana haki ya kusema nitafanya hivi, kesho nitakupa shilingi 100,000, ndio la taqulu li shay'in inni fa'ilun dhalika illa insha Allah. Sema insha Allah anapotaka Mwenyezi Mungu. Hatmia lillah, binadamu hatuna sisi hatma. Kwa hivyo kwamba litakuwa tu kwa hakika sasa litakuwa la, kwa sababu unaweza kushinda ukafa kuondoka duniani, ukauma, ukasahau, pesa zikaibiwa, ukapotea, ukawa huna cha kutoa. Mambo mengi yanaweza kutokezea kwa sababu wewe sio alladhi yamliku alhatm, uhakika kwa jambo litatokezea fil mustakbal hakuna ila mwenyewe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema hatman, خلاص tushalipitisha hilo, lazima maqdiya litimizwe. Alqada li shay, yani kutendeka kwa kitu hichi lishapitishwa, qadha wa qadar. Mwenyezi Mungu kishahukumia hili jambo liwe tu. Lakini sasa akasema thumma, ikisha baada hapo, nunaji alladhina taqaw, tutaokoa wale waliomcha Mungu. Ina maana kwamba wote watapita, lakini watakaokolewa wale waliomcha Mwenyezi Mungu. Thumma nunaji alladhina taqaw, na tutawacha wale wanadharu dhalimina fiha inarejea katika jahannam ya juu, ile utaja juu jana, fiha jisiya, waingie huko wakiwa wamepiga magoti. Kwa hivyo hapa dalili ya kwamba watu wote wa minkum, wote minal mu'minina wa minal kafara, wote pamoja, ikiwa kufari kwa waumini wote, minkum ila wariduha. Lakini kupita au kufikia kuona, hebu niambie, wakati anapoona mu'min anaona moto mbele yake halafu kisha kaokolewa, maana nini? Maana kwamba Mwenyezi Mungu anataka kumuonesha ihsani yake, kwamba unaona moto kwa ihsani yangu, ili Mwenyezi Mungu yamunnu alayhi huwa almannan, kwamba unaona moto wenzio la hata joto lake alikufiki, unaona karibu yako, lakini wale ndio wanaoteseka, wanaostahili kuingia. Kumbuka Nabii Ibrahim, Mwenyezi Mungu alimjalia kwa nini moto, wakamtia mtieni, uktulu au hariku, mueni au mumtieni moto. Kwa Mwenyezi Mungu angelitaka angelikimbia sasa onekane, angelitaka haya mtieni katika moto, akavusha mvua kali kazima, kama anataka kamata,
na arushwe na aingie na nende kinyume na natural phenomena zetu hizi kwamba moto unaunguza na unababua kila kitu, ndio kinyume chake. Ya naru kuni bardan salama ala Ibrahim. Mfano wake mfano wa maji, suyula inakwenda yanatembea, huwezi kufanya kama kitu solid ikasimama kama jabali au kajalia maji yamejigawa katawdi alazim, yamejigawa maji aliyopiga Nabii Musa wakapita. Hayo uniambie maji yakajikusanya pembeni huko, jia hilo kubwa, hapiteni jeshi la Musa mbio. Tulipofika tuliwache hivyo, tuache wafike wale kati, ndio mtego. Kwa hivyo subhanallah, Mwenyezi Mungu anapotaka kufanya, yeye ndio mwenye kukadiri hizi phenomena hivi vinu, qadari yake Mwenyezi Mungu anautupitisha tabiat ai shay, kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kufanya kinyume nacho. Kwa hivyo hapa ikisha ikawa hawa wameokolewa wala hawajapata joto lolote wala kuungua, thumma nunaji alladhina attaqwa. Tumesema sababu kubwa ya kwenda peponi ni taqwa, taqwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, na tutawacha madhalim waingie huko wakiwa na hadi wamepiga magoti, wanaingia wakiteswa huko. Inshallah tusimama hapa, biadha naktafi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.